Mtazamaji wa TBC1, karibu katika kipindi cha Ngazi kinachoangazia fursa mbalimbali za kujikomboa kiuchumi. Katika Ngazi siku ya leo, tutazungumzia kuhusu biashara ya saluni. Mimi ni Rose Masaka na hii ni Ngazi. Kumekuwa na mitazamo potofu kuhusu fani ya ukinyozi kwa wanawake. Kwani jamii inaamini kuwa kazi hii ni ya wanaume. Mpambanaji Restuta Daudi, kinyozi mwanamke, ambaye alianza kujishughulisha na kazi hii mnamo mwaka 2018 na hapa anaelezea historia yake katika fani hii. Safari yangu kwanza kabisa ilikuwa, kwa mara ya kwanza kabisa ilikuwa ni kwa sababu ya changamoto ya kipato na kila kitu. Kwa hiyo nilitoka, nilimfuata mtu na kumuomba kwamba naomba unisaidie kupata kazi. Na kipindi hicho nilikuwa na mtoto mdogo sana, alikuwa na miezi 6. Na nilimuomba kwamba nahitaji kazi, lakini kazi ambayo nitapata kipato changu kila siku. Yaani sitaki kuwa ile permanent kwenye kazi ya mtu labda kulipwa mwisho wa mwezi. Nilitaka kazi ambayo inaweza kulipwa kila siku. Ndipo aliponiambia kuhusu saluni, na nilikuwa sijui chochote kuhusu saluni, nilikuwa sijawahi kabisa. Kwa hiyo nikamwambia inawezekana vipi? Akaniambia unaweza, nenda kajaribu. Nikamwambia nitaenda wapi? Akanitafutia. Ilikuwa Masaki. Kwa hiyo pale Masaki nilifanya kazi kwa muda wa mwaka mmoja. Sasa nikiwa pale, wakati ninahangaika kwenye kazi, kwa kilichonifanya kabisa nianze kuipenda ni unajua kazi ya ukinyozi ndio kama maisha. Yaani unakutana na watu wapya, unajua, na kingine zaidi unaweza kumhudumia mtu akakupa keep change. Kwa hiyo kama ulikuwa unalipwa shilingi 5,000 unaweza kurudi nyumbani shilingi 20,000. Kwa hiyo mimi nikaona ni sehemu nzuri ambayo naweza nikatulia nikajitengenezea kipato. Kwa hiyo nikiwa pale mwaka mmoja nilifanya Masaki, nikahama. Nikahamia Mikocheni. Ile ofisi nikafanya kwa miaka 4. Kwa hiyo ile ofisi ndio ilionifanya mimi nianze kujifunza kunyoa. Kwa sababu ya changamoto ndogo ndogo zilizokuwepo hapo. Vinyozi walikuwa wanachelewa sana kufika kazini. Lakini mimi nilikuwa ninawahi sana mara nyingi. Sasa unakuta mteja anakuja asubuhi, hamna kinyozi lakini wewe upo. Kwa siku moja tu nikamwambia mtu kulingana na style yake aliyokuwa anainyoa, nikamwambia mimi naweza kunyoa. Akaniambia kweli? Akaniambia yes. Akaniambia jaribu kuninyoa. Kweli nikamnyoa. Kwa sababu ilikuwa ni style ya kawaida tu, haikuwa kazi kwa muda huo. Kwa hiyo nilimnyoa tu vizuri, akapenda. Alivorudi mara ya pili, akakataa kunyolewa na kinyozi. Akaniambia mimi nataka niendelee kunyolewa na wewe. So safari yangu ndio ilianzia hapo. Mpaka pale Mikocheni nilifanya miaka 4, nikashifti, nikaenda sehemu nyingine huko Mbezi, na penyewe nilifanya miaka 2. Ndipo hapo nikatoka na kuanza kwangu. Kabla ya kumhudumia mteja wa kwanza, je, kinyozi huyu wa kike alifanya mazoezi? Na je, wataalamu wa kazi hii walimpokea kwa moyo au walimtazama kwa jicho la shaka? Tusikilize simulizi ya kipekee ya hatua ya kwanza ya kinyozi huyu, kwani ni hadithi ya ujasiri, majaribio na mshangao. Unajua kawaida tu ukiwa unafanya kazi saluni, kujifunza vitu vingine tofauti na kazi yako ni rahisi. Kwa hiyo mimi sikuwa na kwamba zamani eti nilikuwa nafanya mazoezi nataka kunyoa, hapana. Kwa hiyo nilianza tu kama hivyo, na reaction yake haikuwa mbaya kwa sababu sikumkosea sana. Kwa hiyo akawa kama ananitia moyo ile kuniambia kwamba naomba tena uendelee hivyo. Cha kwanza kabisa usilizike. Usilizike kabisa, kwa sababu hauwezi kujua wewe njia yako iko wapi. Na kwa mfano kama kazi yangu, keki yake ni kubwa sana. Kwa hiyo unaweza ukawa pale eneo la kazi, mteja anavyokuja saluni kawaida anashikwa na watu 2. Lakini kazi ni tofauti. Kuna huyu ambaye anamshika kwa ajili ya kunyoa,
na kuna huyu dada ambaye ndo anamalizia labda kufanya hizo wanavyosafisha uso na kila kitu. Sasa unaweza ukaamua kusema kwamba mimi nilichokiona mwanzoni, labda kitu ambacho naweza nikamshauri mtu, mimi niliona upenyo wa kwamba kwa nini anyolewe huko alafu mimi ndio nije tu nimalizie. Kwa nini naweza nikamchukua mteja na akakaa kwangu, akaanza kunyolewa, akafanywa usafi wa uso, akafanywa usafi wa miguu na kila kitu nikafanya mwenyewe. Na ni kwenye namna ya kujiongezea kipato. Kwa hiyo ushauri wangu kwa vijana ni kwamba kama unakuwa huko kwenye sehemu ambayo inaweza kukuongezea kitu fulani, usiogope kujifunza na wala usiogope. Mara nyingi sana, kwa mfano kwa upande wangu wa kazi yangu, watu wanakuwa wanaogopa watu watanionaje, kwa sababu haijazoeleka kuona watoto wa kike wakifanya kazi za kiume. Kwa jamii, kwa wewe, kwa kuwa unaamini, amini ambacho unachokiamini wewe, na baadaye kitakileta matokeo watu watakipokea vizuri. Kwa hiyo asiogope kijana aliyeko nyumbani, haijalishi upo kwenye kitengo gani, lakini usiogope kujaribu changamoto mpya kila siku. Kutokuaminika kwa kinyozi mwanamke ni changamoto inayowakumba wanawake wengi wanaoingia kwenye tasnia hii ya utanashati. Licha ya kuwa na ujuzi na weledi wa hali ya juu. Ninazungumza na mjasiriamali huyu mwanamke aliyevuka mipaka. Tukichambua mitazamo ya kijamii, vikwazo anavyopitia na jinsi anavyojenga imani miongoni mwa wateja. Kupitia Restuta, utajifunza na kuhamasika kuona uwezo wa mwanamke kinyozi. Changamoto kubwa ni kutokuaminika, ni kwamba watu hawaamini kama wewe unaweza ukanyoa vizuri au ukafanya nini. Na hiyo ni na kitu kingine, kupitia changamoto yangu ndio imenifanya pia hata wewe labda unione au na kila kitu. Kwa sababu kutokana na changamoto yangu ya watu kutokuniamini sana, nikasema bora nizamie kwenye kitu ambacho ni rahisi mtu kukuamini. Kwa mfano, mtu ukikuta ananyoa afro style kabisa vizuri na ndevu, ukimwambia ni mtoto wa kike na umwambie kwamba mimi naweza kukunyoa na hiyo panki yako ikakaa vizuri, sio rahisi kukuamini. Lakini mimi nilivyotoka nikasema sasa nasimama tu na watu ambao wananyoa vipala na wanataka kustyle ndevu zao, ikawa kidogo ni rahisi mimi kwenye kutoka, na nimeona kama ina matunda. Kwa hiyo hakuna changamoto, siwezi kusema ni changamoto kabisa. Changamoto zingine ni za kawaida, watu kukudisrespect, umeelewa? Kwa zingine ziko ndani ya uwezo wangu, na ambazo haziko ndani ya uwezo wangu nikiona huyu mteja hawezi kunifaa na achana naye. Lakini kusema changamoto kubwa sana, hapana. Ni hiyo tu, kutokuaminika zaidi. Katika jamii ambayo mara nyingi inahusisha kazi ya kinyozi na wanaume, Restuta ameamua kuvunja mipaka. Lakini je, jamii ilimkubali mara moja? Mimi nashukuru Mungu. Kwanza jamii ya kwanza ambayo nilichagua kwamba nilikuwa namuomba Mungu inielewe ni familia yangu basi, ambayo inanisapoti kwa 100%. Na hii jamii ya kawaida sijui sana, kwa sababu mimi nafanya kile ambacho mimi natakiwa kukifanya. Siangalii sana jamii inafanyaje. Jamii labda ambao naweza nikazungumzia ni wale wateja ambao wanakuja kwangu na wananisupport, nashukuru Mungu sana. Sasa hivi ni vizuri. Sasa hivi ni vizuri sana. Kila mtu anakuwa yuko tu excited kujua ilikuwaje, ikawaje, ilikuwaje ukachagua hii kazi. Watu wanakunini hivyo. Hakuona kazi nyingine. Ni maswali ya hapa na pale, lakini reaction yao ni nzuri na wengi wanafurahi zaidi baada ya mimi kuwahudumia na kuamini okay, kumbe huyu dada anaweza kufanya kitu kizuri. Kwenye utafutaji kuna raha na karaha. Restuta anatueleza furaha aliyowahi kuipata katika fani hii pamoja na changamoto alizowahi kukumbana nazo. Sio hapa nilipokuwa nimejiajiri, huko nilipokuwa, lakini haikuwa mbaya sana, ni kawaida tu, ilikuwa inaweza kuvumilika, isingeweza kunikatisha tamaa. Ilikuwaje utupe mkasa? Nakumbuka hiyo siku, huyo mteja haikuwa mara yake ya kwanza kuja pale kwetu, ilikuwa ni kama mara ya pili au ya tatu. Kwa sasa mnapokuwa ofisini mpo wasichana wengi, kwa leo anakuja mteja anapokelewa na msichana huyu, kesho anapokelewa. Na kama kawaida yetu sisi ya kazi zetu, ufanyaji wako wa kazi
ndio pesa yako. Kwa kadri utakavyoweza kumconvince mteja aingize pesa nyingi kwenye ofisi, na wewe kamisheni yako inakuwa. Kwa hiyo yule mteja mara ya kwanza alipokuja alipokelewa na msichana mwingine, akahudumiwa huduma ambayo aliitaka kwa wakati ule, na mimi alikuja na mimi nikamconvince kwa namna yangu, akalipia. Sasa yeye akahisi kwamba mimi nimemoverdose kwenye bili. Akasema labda mara ya mwisho nilipokuja nilihudumiwa na nikalipa kiasi fulani. Leo nimekuja nimehudumiwa nimelipa kiasi fulani. Akaniona kama mimi ni mwizi. So ilikuwa ni mbaya, alitukana sana, alifanya nini, lakini mwisho wa siku ndio kazi. Naendelea. Yes, ilikuwa juzi kuna dada mmoja alibook kwa ajili ya babake. Alimleta babake, yani kama aliona ninachokifanya, akasema nataka babangu aka experience hichi kitu. Ilikuwa ni moment nzuri sana, nilienjoy. Yes, nilifurahia sana kumhudumia yule mzee na namna gani ambavyo amepokea kile ambacho amepewa na mtoto wake. Alafu akanichagua mimi ndio nikiwakilishe kwa babake. Kwa hiyo nilifurahi sana kuwakilisha hicho. Yaani kama ni upendo mtu amekukabidhi, sasa nifikishie kwa huyu mtu. Ambacho kinanitia moyo sana ni mimi mwenyewe kuwa hapa nilipofika, kwa sababu nikiangalia nilipotoka sio hapa nilipo. Kwa hiyo ni kama inanitia moyo kusema kwamba kama ulikuwa sehemu fulani na leo uko hapa, kwa hiyo kesho yako ni njema zaidi. Ni mimi mwenyewe. Kwa Tanzania sio sana, lakini kwa nje wako wengi. Kwa Tanzania wapo, lakini sasa wengi hawajitokezi. Yaani wapo lakini kama wanaogopa, kwa hiyo wengi unakuta hauwezi kuwajua. Lakini tangu nimekuwa kwenye nimeanza kujitoa na mimi kujionyesha, kuposti, nimekuwa nikipata watu vinyozi wa kike wapo wengi sana Tanzania. Mkasi na mashine ni uti wa mgongo wa biashara ya saluni, lakini ni muhimu kufahamu mbinu za kujiimarisha kwenye tasnia hii yenye ushindani mkubwa. Sasa mitindo yote naweza kunyoa, lakini mimi nimeamua tu kujikita zaidi kwenye mitindo ya kipala. Yes. Hicho tu ndo sasa hivi ambacho nakifanya, mitindo ya kipala tu. Kwa mtu ambaye ananyoa kipala, hapa kwangu ndo kwake. Ninazozitoa zaidi ni kunyoa, kusafisha uso ambao ni facial kwa wanaume, pamoja na pedicure na manicure, yani kusafisha miguu na mikono. Cha kwanza kabisa ninachokizingatia ni mteja kuwa comfortable na anapofika hapa ndani. Kama nyinyi ambavyo mmefika ofisini kwangu mmeona mazingira, lazima niwe na nitumie nguvu ya ziada kumshawishi mteja kutoka saluni zote alizotoka mpaka hajafikia hapa kwangu. Hiyo ni kazi ya kwanza. Lakini ninahakikisha kwamba kama nimetumia nguvu ya ziada kumfanya mteja atoke huko aliziki mpaka afike hapa kwangu, cha kwanza ameniamini. Sasa ili mimi kuendelea kutengeneza uaminifu kwake na kesho aweze kurudi awe balozi sehemu nyingine, ni mimi kumhudumia vizuri. Kwa hiyo ninachohakikisha ninatoa huduma ambayo ni nzuri zaidi. Kwa wengine kunyoa ni kazi ya kawaida ya kila siku, lakini kwa Restuta ni zaidi ya kazi, ni sanaa. Ucholaji, ndevu, lazima uchole. Ndevu. Yes. Ndevu kila mtu ana shape yake. Umeelewa? Sasa wakati najifunza zaidi sasa, baada ya kusema nataka kufungua ofisi yangu, ilibidi niingie darasani kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ninaenda kudili na watu wenye vipala. Kwanza wengi wao wanakuwa wana sababu za kuendelea. Mwingine anaweza kawa ananyoa kipala ameitaka, mwingine anaweza kawa ananyoa kipala kwa sababu labda ni mgonjwa, mwingine anaweza kawa ananyoa nywele kwa sababu ana nywele haziote hapa juu. Lakini sasa ni kitu gani ambacho kitakachomfanya mtu ambaye ananyoa kipala apendeze? Ni ndevu. Kwa ndevu, yani mtu ambaye ananyoa kipala urembo wake mkubwa ni ndevu. Kwa ndevu ndio hiyo sana yenyewe, lazima ujue, labda hata siku nyingine unataka kumbadilishia mtindo, unamshauri, unachukua, lazima utumie chaki, ufanye hivi, kila kitu inakuwa. Wapwani wanasema kujiajiri mtaji. Restuta anatuambia ni kwa namna gani aliweza kupata mtaji na kufungua ofisi yake. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi.
wakati ninajipanga kufungua hapa, actually sikuwa nimeplan kufungua hapa. Nilikuwa na mimi natamani ofisi yangu labda iwe mbele, iwe na bango kubwa, mtu akipita aione. Lakini ndio ninarudi tu pale pale. Changamoto ukichukulia inaweza ikakuonyesha fursa nyingine ukaenda hapo. Kwa hiyo nilipata changamoto kidogo ya mizigo, na kwa hiyo mtaji wangu kawa ni mdogo, na nikasema siwezi kukaa nyumbani, na kipindi hicho nilikuwa tayari nimeacha kazi ambapo nilikuwa ninafanya mwanzo. Kwa hiyo nikasema acha nianze hapa nilipo. Kwa hiyo nikatafuta nyumba ambayo naweza kuimudu, kuilipia kodi, nikalipia, nikaanza. Cha kwanza kabisa mimi ambacho tangu nianze kufanya hizi kazi, nilivyoona sasa naweza kusema kwamba nimependa hii kazi ambayo unalipwa kila siku, sio mwisho wa mwezi. Lakini ukienda kwenye ofisi zingine zinakuwa zina option. Unaweza ukachagua kulipwa kwa kila siku, ukachagua kulipwa kwa wiki, au ukachagua kulipwa kwa mwezi. Lakini ofisi ambayo sasa nilivyotoka nikaja nikafungua hapa, nilichagua kulipwa kwa mwezi. Kwa hiyo pesa yangu nilikuwa naiweka kwenye benki, na bado nikipata zile kama ni pesa zile za nyongeza unaendelea kusave. Kwa hiyo nilikuwa na save kidogo kidogo, na nilichokifanya zaidi nilikuwa nawekeza. Kama najua nahitaji kitu fulani, labda ni duka fulani, naenda. Nasema jamani nahitaji kitu hiki, nalipa kidogo kidogo hivyo mpaka nilipoweza kufanikisha kufika hapo. Inaweza ikawa sio mbali labda kimafanikio kwa material things, lakini ninajiona nikienda kuwapa nguvu wasichana wengi sana ambao wako kwenye industry kama hii yangu, lakini wanaogopa. Unajua mimi mwenyewe mara ya kwanza nilipokuwa kabla sijajiajiri hivi, mwanzoni nilikuwa nikitoka nje nikikutana na watu wapya, mtu akiniuliza Rest unafanya nini labda kuendesha maisha yako, it was like nasikia kama aibu kusema unajua, yani nika kazi fulani ambako kamekaa kwenye cycle ambayo watu hawaamini kama hawa watu wanaweza wakafanya vizuri na wakaendesha maisha yao na wakawa ni wanawake tu salama na familia zao na wakaziendesha vizuri. Kwa hiyo mimi najiona kwenye kuokoa kizazi kingine, yani kuwapa ile watu kuwafanya wasichana wajiamini, wajue wanachokifanya ni sawa na ni kazi kama kazi nyingine, na naweza ikakubadilishia maisha, naweza ikakutoa sehemu moja, naweza ikakupeleka sehemu nyingine. Tangu nianze kujitambua kusema naanza kutafuta maisha, nimeanzia hii kazi. Kwa hiyo kama kuna kitu ninacho, au kama kuna watu ninawafahamu, ama kama kuna fursa yoyote ambayo nilipata, ni kwa sababu ya hii kazi, kwa sababu ndio maisha yangu. Yani toka ile kabisa nimeanza kusema sasa naingia mtaani kwenda kujitafuta, nimeanza hivi. Nimeanzia hapa. Kwa hiyo kama ni maendeleo ya kuwa na vitu, ni kwa sababu ya hii kazi. Kama ni ile kujua watu au kuona mtu amekutaja kwenye sehemu fulani, anasema au anauliza hiki anakusema unamjua Rest, ni kwa sababu ya hii kazi. Kwa hiyo mimi nitoa pakubwa sana. Na hivi ndivyo vifaa muhimu vinavyotumika katika tasnia ya kinyozi. Vifaa cha kwanza kabisa ni viti, watu wajue watakaa, vioo, sehemu ya kuosha, kama ni saluni ya kawaida tu ambao labda ni mtu yote anatamani kufungua kule nyumbani, vioo, viti vya kukalia, sehemu ya kuoshea nywele, pamoja na products. Hivyo ndio vitu vya kama ni saluni tu, yani kama ni barber shop sasa inakuwa iko beyond kidogo. Saluni ni ile sehemu ambayo ukija unapakwa hata spirit tu hivyo, unapakwa spirit na pamba ndio unaenda. Lakini barber shop ni sehemu ambayo kwanza ukifika, sehemu ya kunyoa ni sehemu yake, sehemu ya kuosha ni sehemu yake. Lakini saluni ukifika unaona kila kitu hapo hapo. Kinyozi huyu anatuambia anajiona wapi hapo baadaye. Naweza kwanza mtazamo. Nitasema mtazamo kwa upande wangu mimi mwenye watoto wa kike. Nitabadilisha kwamba kuna namna ambavyo hata sisi wafanyakazi kama wafanyakazi wa kiume na wa kike tukiwa kwenye maofisi yetu, kawaida kabisa hapo kuna watu wanakutoa hadhi. Yani yeye ni kinyozi na wewe ni msichana uko pale, lakini bado anakuwa anaona kama yeye yuko juu alafu wewe uko chini. Kwa hiyo kitu ambacho ningesema naweza nikipewa nafasi ya kubadilisha hii tasnia, kwanza ni mtazamo chanya,
ya watu kuwatizama watoto wa kike wanaofanya kazi labda ya barber shop, wako hivi, wana tabia hizi na hiki. Kingine ni kugeuza wasichana waamini kwamba hiki inaweza ikawa ni kipato. Ukikaa story na wasichana ambao wanafanya kazi masaluni, mara nyingi inaweza ikawa kati ya 10 basi 7 anaweza kana kuambia, mimi nafanya tu hii kazi, nikitoka hapa nitakuwa labda na ofisi yangu nyingine. Yaani haoni kama hapo alipo ni sehemu salama, kwamba anaweza kutimiza ndoto zake akiwa hapo hapo, kama tu atakuwa na nidhamu, kama tu atakuwa na muendelezo wa hicho anachokifanya na pia akipende. Inaweza ikawa ni jamii tu binafsi imeamua kutokuwaelewa, au hao wasichana mwanzoni labda walioanza, kwa sababu kama mimi nimeanza kazi 2018, lakini saluni hazijaanza miaka hiyo, imeanza miaka mingi. Kwa hiyo inaweza ikawa ni wao wenyewe walijaribia, tulijaribia labda huko chini mpaka watu ikawanyanyua hivyo wakaendelea nayo na kusema labda kwamba mtu anayefanya kazi saluni, au inaweza ikawa tu ni jamii. Lakini mimi kikubwa ndo kama hilo swali lako lilopita ulioniuliza kwamba kama unaweza kubadilisha, ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu kwenye hii tasnia, nitabadilisha hiyo, kwamba watu wajue kwamba kazi hii ni kama kazi nyingine. Na hata kama ni mtoto wako amerudi nyumbani akakwambia sasa mimi nimepata kazi, msupport zaidi tu, umwambie. Na watu wanaweza kawa wanaiona ni kama kazi haifai kwa sababu ya mazingira, kwamba ile saluni ni ya kiume, watu wanaoenda ni wanaume, hakutani na watoto wa kike, anakutana na wanaume tu. Sasa wakisha mix kazi msichana wa kiume, msichana wa kike, mtoto wa kike anakutana na mwanaume, na wanaenda labda ni huduma ambayo inaweza ikachukua lisali moja ama masaa mawili. Kwa hiyo hapo kwenye maongezi inaweza kaleteleza, unaelewa? Kwa hiyo ni hiyo namna tu ya kuchanganua mambo. Ni muhimu jamii kujifunza kutoka kwa watu waliotangulia. Ushauri huu ni muhimu kwa wanawake na vijana. Lakini sehemu ambayo unaona ni pagumu, hapo ukipaweza unaweza ukafika mbali. Kwa hiyo ni tuchangamshe akili zimelala, tusinganganie biashara ambayo ni moja tu. Yaani ni kama mimi natamani kama sasa hivi ukiulizia labda vinyozi wa kike natamani watoke wengi. Lakini sasa hivi ukisema uite vinyozi hatuwezi tukafika hata 1000. Umeelewa? Kwa hiyo watu wasiogope kuchangamkia fursa. Ambapo unapaona ni pagumu, hapo kwa sababu pagumu hapana watu wengi, kwa hiyo hapana foleni. Umeelewa? Kwa pagumu hapo hapana foleni, kwa hata namna ya kusema una wapinzani wengi ni hakuna. Kwa unapata nafasi ya kujitengeneza wewe na kutengeneza brand yako wewe mwenyewe kama wewe. Wasiogope. Lakini unajua kuna kitu kingine pia na cha kwanza kabisa ni kuambia kwamba chochote ambacho mwanamke anakifanya ni cha mwanaume, Mungu ni kama huwa anaongeza favor. Kuna kama upendeleo fulani hivi unao. Kwa hiyo kuanza ni ngumu, ndio. Huwezi kujua watu watasema nini, watu watakuchukuliaje, au wewe mwenyewe. Kwanza ukishakubali wewe, kwa hiyo zaidi ni kujua wewe mwenyewe unataka nini, umeelewa, na kujua thamani yako, na kujua kwamba hichi kitu ambacho naenda kukifanya kitaninufaisha vipi mimi kwanza kabla ya watu wengine. Ukishaweza kujua hiyo, toka nje, usiogope kitu chochote. Kila kitu kinawezekana. Mtazamaji wa TBC1, natumaini umejifunza mengi kutokana na kipindi hiki. Umejua fursa zilizopo katika fani hii ya kinyozi kwa wanawake, mambo muhimu ya kuzingatia na namna sahihi ya kujitangaza na kupata soko la uhakika. Mimi ni Rose Masaka na hii ni Ngazi. Endelea kufuatilia vipindi hapa TBC1.